Happy birthday dear Samia, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Samia, happy birthday to you. Leo tumekuja hapa mahususi kabisa Maringeni Sekondari kwa ajili ya kuja kujumuika nanyi, lakini pia kuja kujumuika katika upandaji wa miti kwa ajili ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama mlivyosikia, ni tarehe 27 ya mwezi wa kwanza mwaka 1960 ndipo alipozaliwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa unatambua kwamba mtakubaliana na mimi kuungana kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii ambayo ametupatia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan miaka 66 iliyopita. Sababu amekuwa kielelezo na baraka kubwa sana ndani ya taifa letu. Tunakubaliana hilo? Ndio. Na ndio maana ameliongoza taifa letu katika kipindi kile cha awamu ya kwanza ya awamu yake ya 6 vizuri sana, na sasa ameingia katika hiki awamu ya pili ya awamu ya 6 na kazi nzuri inaendelea ndani ya taifa letu. Hii shule ya Maringeni Sekondari nilishafika hapa tukaja kufanya ukaguzi. Nimeona miundombinu mizuri ambayo Mheshimiwa Rais alitupa fedha, na halmashauri yetu na serikali tunaendelea kusimamia ili kuhakikisha watoto wote ambao wanatakiwa kupata elimu kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, dhamira yake inawafikia kikamilifu kabisa. Kwa hiyo katika kumkumbuka kwenye siku yake hii ya miaka 66, yeye mwenyewe alitoa maelekezo kwamba agenda ambayo anakwenda nayo kwenye kumbukumbu yake hii ni ya uhifadhi wa mazingira. Sauti ya uhifadhi wa mazingira imeendelea kusikika wilayani Moshi, ambapo mkuu wa wilaya Mheshimiwa Godfrey Mzava amewataka wananchi kufuata utaratibu wa kisheria wa kuomba vibali kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya kabla ya kuvuna miti. Wito huo umetolewa wakati wa zoezi la upandaji wa miti lililofanyika katika shule ya sekondari Maringeni, zoezi lililolenga kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan za kuhamasisha upandaji wa miti nchini, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya kumbukumbu yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo sasa leo tumekuja hapa kwa ajili ya zoezi la kupanda miti, na miti yote ambayo tutaipanda hapa iendelee kutunzwa vizuri, lakini pia naendelee kutoa wito kwa wananchi wote kupitia shule hii ya sekondari ya Maringeni, wananchi wote wa wilaya yetu ya Moshi. Uhifadhi wa mazingira ni agenda mahususi na ni agenda ya kudumu katika maisha yetu na katika shughuli zetu za kila leo. Tuyapende mazingira, tupande miti, lakini pia shughuli zetu nyingine zote ambazo tunazifanya za kibinadamu na za kiuchumi tuhakikishe tunafanya katika hali ya uendelevu kwa kuyahifadhi mazingira. Naendelea kusisitiza mabadiliko ya tabia ya nchi yanakwenda kutugusa athari zake sisi sote, wananchi wote kwa ujumla wetu. Tunapoona upungufu wa mvua, tunapoona ukame, tunapoona mimomonyoko ya ardhi, maporomoko ya ardhi, haya yote yanatokana na sisi wenyewe kwenye shughuli zetu za kibinadamu ambazo zimekwenda kuathiri mazingira. Kwa lazima tuhifadhi haya mazingira. Lakini pia mwananchi yoyote ndani ya wilaya yetu hii ya Moshi, na mnafahamu ya kwamba haruhusiwi kukata mti bila kuwa na idhini na kibali cha ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo utakapoona mwananchi yoyote huko anakata mti, wewe pia unayo haki ya kumuuliza kwamba naomba kupata kibali cha kukata huu mti, kwa sababu hiyo agenda inakuhusu pia wewe, ili tuweze kujiridhisha vizuri. Kwa hakuna mtu yoyote kukata mti bila kuwa na kibali cha mkuu wa wilaya. Lengo hapa ni kuhakikisha kwamba miti hii inaendelea kuhifadhiwa vizuri kote kwenye vyanzo vya maji, lakini hata katika mazingira yetu yote. Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Mzava alisisitiza kuwa uvunaji holela wa miti bila kufuata utaratibu unachangia kwa kiasi kikubwa uharibifu wa mazingira na kuharakisha athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, zikiwemo ukame na mmomonyoko wa udongo. Aidha, mkuu huyo wa wilaya alitoa wito maalum kwa wakazi wa kijiji cha Mande kilichopo kata ya Old Moshi Magharibi kuendelea kutunza mazingira yao kwa kupanda miti na kulinda rasilimali ya misitu iliyopo, akisisitiza kuwa utunzaji wa mazingira ni jukumu la kila mwananchi. Ninyi mnafundishwa na walimu, mnafahamu mabadiliko ya tabia ya nchi. Sasa tumekuja ili kuweka jitihada katika kukabiliana na hayo mabadiliko ya tabia ya nchi. Na moja kati ya agenda ambayo tunaweza kuifanya pamoja na mambo mengine, matumizi ya nishati safi ya kupikia,
lakini pia kuendelea kuweka hamasa kwenye watu kuto kuharibu mazingira kwa kutumia shughuli zao za kilimo, shughuli za ufugaji, shughuli za ujenzi, shughuli za uchimbaji wa madini. Lakini moja pia kati ya agenda mahususi na kubwa zaidi ni upandaji wa miti. Kwa Mheshimiwa Rais akasema lazima kwenye siku yangu hii ya kuzaliwa niungane na Watanzania wengine katika upandaji wa miti, na akaja na program na kauli mbiu mahususi kabisa ambayo yameielekeza uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda mti. Kwa na sisi sasa viongozi na watendaji na wananchi wote tumeungana naye kwenye kupanda miti. Kwa tumekuja pia kwenu nyie wanafunzi, na nilishawahi kuzungumza na hapa pia mkuu wa shule, naomba niendelee kuelekeza kwamba watoto wote kila mmoja anapoingia kidato cha kwanza hapa apewe mti wake wa kuupanda ambao ataendelea kuutunza mpaka atakapomaliza kidato cha 4. Kila mwanafunzi ili anapoondoka, anapograduate na wewe mti wake utakuwa tayari una graduate na yeye. Mti oye! Zoezi hilo la kupanda miti limewakutanisha pamoja viongozi na wadau mbalimbali wakiwemo katibu tawala wa wilaya ya Moshi, katibu tawala wa wilaya ya Mwanga, watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Moshi, wawakilishi wa taasisi ya misitu Tanzania, wakazi wa kijiji cha Mande pamoja na wanafunzi wa shule ya sekondari Maringeni ambao walishiriki moja kwa moja kupanda miti hiyo. Ulipofika hapa kwa mara ya kwanza uliona hali ya majengo yetu yalivyokuwa, lakini ulitoka hapa na azimio kwamba utakwenda kusukuma, ikiwa kwamba tulikuwa tuna majengo ambayo ikiwa ni maabara ilikuwa haijakamilika, na nyumba ya mwalimu unayoona pale ilikuwa haijakamilika. Kwa msukumo wako umeweza kwenda kusukuma, na serikali imetuletea fedha kwa ajili ya maabara. Tulipata milioni 30, lakini pia tulipata shilingi milioni 20 kwa ajili ya nyumba ile ya mwalimu pale, na taratibu za manunuzi zinaendelea. Mkuu wa shule amenipa taarifa kwamba wazabuni wamekwisha kupatikana na kazi inaendelea. Jengo la maabara hali kadhalika linaendelea. Niombe pia kwa lile ambalo sema kwamba utaenda kusukuma ukamilishaji wa mabweni yetu haya uondoke nalo mkuu wetu wa wilaya. Lakini pia nisiache kukuomba, tunaanza shule ya bweni high school hapa. Tunaona mazingira tumekaa namna gani hapa. Niombe ukatusaidie, pamoja na kwamba jamii tutajipanga kuanza kuweka fensi, basi kupitia mkono wa serikali na wachama na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi, one ni namna gani utasukuma walao tuweze kupata fensi katika shule yetu ili kuweza kutunza. Nikielewa kwamba tunaanza na wanafunzi wa kike ambao tunajua kwa kweli wako kwenye hali hatarishi kama hatutawaweka katika hali ambayo ni salama. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa niaba ya wanafunzi kwa mkuu wa wilaya ambaye amechagua shule yetu miongoni mwa shule nyingi zilizopo katika wilaya hii ya Moshi kuja kuadhimisha maadhimisho ya sikukuu ya kuzaliwa ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kwa niaba ya wanafunzi naahidi kwamba tutatunza hii programu iliyoanzisha uteshaji wa miti kwa kuhakikisha wanafunzi wote wanaitunza hii miti kwa kuweka special beauty mbalimbali za kuweza kutunza hii miti ili kuweza kuonyesha upokeaji wa hili jambo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kuja leo kwa kuchagua katika shule yetu ya sekondari Maringeni, kwa sababu leo ni siku ya kuzaliwa kwa Mheshimiwa Rais, akachagua shule yetu Maringeni kuja kupanda hii miti, na tunataka kumwahidi kwamba tutaitunza na tutaijali kama alivyotuahidi, na tunahakikisha kwamba tutaijali vizuri. Hatua hiyo inaendelea kuonyesha msisitizo wa serikali katika kushirikisha jamii kwenye vita dhidi ya uharibifu wa mazingira, huku ikikumbusha kuwa kila mti unaopandwa leo ni uhai wa kizazi cha kesho. Karibu Moshi, tunza mazingira kwa faida ya leo na kesho. Mimi ni Ahadi Mtweve.